Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, ni kukaribishe kwa ajili ya neno la uzima. Ujumbe wetu nasema kuinuliwa na Mungu na kuketishwa panapo stahili. Samuel wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 8. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jani, ili awaketishe pamoja na wakuu. Mpendwa na rafiki yangu, Mungu ana uwezo wa kumuinua mtu mnyonge ambaye hakutegemewa kama anaweza kainuka. Ingawa watu wanaweza wakafikiri huinuki, lakini Mungu ana uwezo wa kukuinua. Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha yako yasiwe kama vile ulivyokuwa. Mungu alimuinua Sauli, ingawa hakuna mtu aliyekuwa anafahamu kama Sauli angeinuliwa kutoka kutafuta punda na kwenda kwenye kuwa mfalme. Alimuinua katika hali hiyo kwa sababu yeye ni Mungu. Na ndipo watu hata walipoambiwa Sauli ni mfalme, walishangaa sana. Imekuwaje awe mfalme? Lakini kwa sababu Mungu ndiye anayemuinua mtu, maswali ya wanadamu hayana majibu. Na ndio maana maandiko yanasema Mungu humuinua mnyonge, yule ambaye ameshushwa kabisa tena mavumbini, na kumketisha pamoja na wakuu. Kwamba nataka niseme asubuhi ya leo nini? Umejiona ni mtu wa chini sana, umejiona ni mtu ambaye pengine hustahili ama hufai. Saa ingine ukijilinganisha na watu fulani unajiona hujai. Lakini wacha nikwambie, yale unayoyawaza wewe sicho Mungu anachokuwazia. Mungu ana mawazo na makusudi yaliyo mema juu ya maisha yako. Maana hatima ya maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Wakati wanadamu wanakuwazia mabaya, Mungu anakuwazia mema. Ndio maana Daudi anasema, hao wanadamu walinisukuma kwa maneno ili nianguke, lakini Bwana akanishikilia. Nataka nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, Mungu atakuweka mahali unakostahili kuweko. Atakupandisha kiwango ambacho amekusudia wewe uwepo. Pengine kuna ambao wamekuwa kikwazo ili wewe usiinuke, lakini hakuna kitakachoweza kusimama mbele yako ikashinda. Mungu anamwambia Joshua, hakuna atakayeweza kusimama siku zote kwenye maisha yako ili kupingana na utumishi na nafasi niliyokupa. Na mimi nikuambia asubuhi ya leo, nafasi ambayo Mungu amekusudia kwa ajili yako, hakuna mtu anayeweza kuzuia kuinuka kwako. Watapinga tu, lakini maada Mungu amekusudia kukuinua, maada Mungu amekusudia uwe mtu katikati ya watu, Mungu anakwenda kukuinua. Anakuketisha mahali ambapo
Kila mtu anashangaa umeketije hapo. Kila mtu anashangaa umefikaje hapo. Maandiko yanasema mawazo ya mwenye bidii humwinua. Mtu mwenye bidii hawezi kukaa mahali ambapo hapana nafasi, kwa maana bidii yake inampa nafasi. Nami nikwambie asubuhi ya leo, Mungu unayemtumaini akakuketisha mahali panapostahili wewe kukaa, akakuketisha mbele ya wakuu, akakupe nafasi iliyo yako. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, sante kwa sababu ya mtoto wako unaenda kumwinua na kumweka mahali panapostahili kuwepo, mahali ambapo anastahili kuwepo kwenye ofisi. Naomba mweke katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba za ushauri na maombezi ni 0766 92 1170.